وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد المشكور من يسمون سبحانه وتعالى أكون ذكرنا في نسجة محمد صلى الله عليه وسلم لغة الإسلام. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baada ya kuendelea na mawaidha, tutaanza na wasia ya kuhusia nafsi zetu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, juu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi ni wenye kutenda makosa, sisi ni wenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa sababu hii ndio tunakumbushana kila wakati tuwe ni wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa adhabu. Mwenyezi Mungu akikushika ndio anakutesa kisawasawa. Sasa kwa ajili hii basi tuwe ni wenye kumwogopa, tuwe ni wenye kutenda yaliyo mazuri, tuwe ni wenye kukurubia Mwenyezi Mungu, tuwe ni wenye kufanya bidii katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia. Na wewe ukiwa unaondoka katika dunia, uwe mambo kama yale unaridhia. Watu wako katika hasira, wengine wanalia, wengine sijui wanasema nini, lakini wewe uko katika mbele ya Mwenyezi Mungu, uko na radhi na yale mambo uliyotenda, na Mungu naye ako na radhi nayo. Mawaidha ambayo tazungumzia bayanu hali ahli aljannati wa halu ahli an-nar. Tutaenda kuzungumzia ubainifu hali za watu wa peponi na hali za watu wa motoni. Hii ni mada moja, lakini kuna sehemu mbili inayozungumzia hali za watu wa peponi na hali za watu wa motoni. Hali gani ambazo kwamba zitawapitia siku hiyo ya Kiyama? Kwa sababu sisi kama vile siku za nyuma tumeelezwa kwamba katika dunia ni sehemu ya kutafuta akhira, kulingana na maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atunia mazraatul akhira, kwamba dunia ndio mahala pa kulima, ndio mahala ambapo kwamba tunafaa kutafutia akhira, tunafaa kuwa karibu na mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi tuitafute akhira vizuri. Sasa hali ya dunia ndiyo mahala ambapo sisi tunatafuta akhira yetu, tunaipamba akhira yetu. Nyumba ambazo Mwenyezi Mungu amezijenga zina
sawa katika vitendo vyao na katika amali ambazo kwamba wameambiwa kuzifanya katika hii dunia, basi hawalingani sawa. Watu wa peponi ndio watakuwa wao wamefaulu. Sasa hii ni hali ya kwanza kwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hawa watu wawili hawawezi kuwa sawa. Usawa wao katika dunia tunasema tunakuwa sawa, maskini, tajiri, wote wako sawa. Lakini katika akhira tuko tofauti. Utofauti wetu ni kwamba aliyetenda mazuri hawezi lingana na yule ambaye kwamba ametenda mabaya. Aliyetenda mabaya mwisho wake ni mbaya, na aliyetenda mazuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humuinua juu na kumweka katika daraja ambayo kwamba si sawa, yani katika dunia hailingani na daraja ya dunia. Hapo tunaambiwa ikhwatul iman, inna dhakir, kwamba hakika ya yule mtu mrefu anatuelezea kulingana na hiyo aya, man tazawwada min dunya li akhirati, kwamba aliye mwerevu katika hii dunia ni yule ambaye kwamba amechukua zawadi kwa ajili ya katika hii dunia, akachukua zawadi kwa ajili ya akhira yake. Huyu ndio mwerevu. Kulingana na maelezo ya Mwenyezi Mungu tunaambia kwamba watu wa motoni hawalingani na watu wa peponi. Watu wa peponi ndio ambao kwamba wamefaulu. Sasa wanazoona wanatuambia kwamba yule mwerevu kati yetu sisi ni yule ambaye kwamba ameifanya dunia ndio mahala ambapo kwamba ni makulima yake ya kuchukua zawadi za akhira kwa ajili ya akhira yake, kwa ajili ya siku ambayo kwamba la yanfa'u malu wala banun, siku ambayo mali haiwezi kusaidia ikiwa ni mimi ama wewe wala watoto ambao Mungu ametumbea, wakiwa watoto wangu ama watoto wako hawezi kutusaidia. Sasa uichukue, uifanye dunia kwamba ndio sehemu ya kuifanya akhira yako iwe nzuri. Alafu anatumia walam yabi akhiratahu bi'arad min ad-dunya, kwamba hakuiuza akhira yake kwa malengo ya kidogo ya dunia, yani akaifuata dunia kwa wingi akaiacha akhira yake. Huko ndo kuiuza akhira, yani ukaiacha dunia ukaiacha akhira, ukaishika dunia kwa mikono miwili. Sasa huko ndo kuiuza akhira yako, huko ndo kuipoteza akhira yako. Huwezi lingana na yule ambaye kwamba ameshika akhira, yani akawa katika dunia amepukana na mambo mabaya, akawa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ndio ambaye kwamba ameshika akhira yake. Lakini ikiwa tutaiacha akhira, yani tutashika dunia, basi tujue kwamba hatuwezi lingana na wale ambao kwamba watafanya mazuri katika hii dunia. Fannasu yawm al-qiyamah qismu min ila al-jannati, anatuambia watu katika siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewagawanya katika sehemu mbili, ismu ila al-jannati wa qismu ila an-nar, kwamba kuna kigawanyo cha kwanza kipo katika sehemu ya rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kismu kingine watakuwa katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndio pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun, kwamba hii aya inatuelekeza vizuri kwamba Mwenyezi Mungu amegawanya katika akhira watu
watu wa kwanza ila aljannati, watu wa kwanza ni katika rehema yake peponi, watu wa pili ila nar, sehemu ya kwenda motoni. Haya ndio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa habari. Fahuma darani mali nasi lighayrihuma fanzur ya akhi madha takhtari li nafsik. Kwamba hizi ni nyumba mbili ambazo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziandaa kwa ajili yetu sisi, si wengine, kwa sababu wanyama wote wataambiwa kun turaba, kweni mchanga. Lakini katika hali zingine adhabu itawapata kati ya wanadamu, majini na mawe, kwa sababu iko milima mingine inaabudiwa kwamba huo mlima ndio Mungu. Sasa adhabu mlima kama huo utaadhibiwa, mwanadamu ataadhibiwa. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema adhabu ambayo kwamba itaenda kukua kali ndani ya moto. Kuni ambazo kwamba zitakuwa ndani yake ndani ya moto ni wanadamu na mawe, majini pia nao wako ndani yake. Sasa tunaambiwa hizi ni nyumba mbili. Nyumba mbili hizi uliambiwa mwanadamu fakhtari, ni nyumba gani ambayo kwamba wewe unaitaka? Katika hizi nyumba mbili, nyumba gani unayoitaka? Ni pepo ama ni moto? Fal jannatu uiddat lil mu'minin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa pepo kwa ajili ya waumini. Jiulize, je, wewe ni muumini? Je, wewe unaitaka pepo? Je, wewe unafanya yaliyo mazuri? Bali Mwenyezi Mungu atuambia kulingana na ile aya tuliyosoma, asema fal jannatu uiddat lil mu'minin wan naru uiddat lil kafirin, na moto kaandaliwa kwa wale ambao kwamba watendao madhambi, wanaokosea. Alama kutuambia wala yastawi ashabun nari wa ashabul jannati, kwamba baada ya kueleza hayo akarudi katika aya ya Mwenyezi Mungu, hawalingani. Akatuambia hawalingani watu wa motoni na watu wa peponi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ta'amu ahli aljannati, chakula cha watu wa peponi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutueleza kwamba katika pepo tuko makundi mawili, aya ile limetueleza kwamba katika pepo tuko katika makundi mawili. Kuna kwamba liko katika rehema yake, hao ndio wamefaulu, na kundi ambao kwamba itakuwa katika adhabu zake, hao ndio wamepata hasara. Sasa anatuletea ni vyakula gani hawa watu ambao kwamba wako katika rehema Mwenyezi Mungu watakula, na ni vyakula gani ambao kwamba watakula watu wa motoni katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni tuambia mfano ambao kwamba uko katika dunia ndio yale ambao kwamba yametoka ndani ya akhira siku hiyo ya kiyama. Chochote ambao kwamba kipo katika dunia kutokana na chakula, hata akhira kipo. Kile unachotamani ndicho ambao kwamba utakipata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasambia wafakihati mimma yatakhayyarun, wafakihati mimma yatakhayyarun. Haya sasa Mwenyezi Mungu anatueleza katika vyakula ambavyo kwamba watu wa peponi wanaenda kukula. Wafakihati mimma yatakhayyarun, na matunda ambayo kwamba wanayo yatamani, wanayo yataka, ikiwa ni matunda maembe,
uchungu katika akhira ni vya watu wa motoni. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wafakihat mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Vyakula kama mnavyotaka Mwenyezi Mungu anawapea, na nyama za ndege, kuku, nini, Mwenyezi Mungu ameviandaa kwa ajili ya wale watu wema ambao kwamba wanaenda kutenda matendo mazuri, wanaenda kutekeleza amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chakula chote kama mkitamani, ikiwa ni ndege, mfano kuku ama chochote kile inatokamana na ndege, lakini unataka kula, Mwenyezi Mungu anawapea wale watu wa peponi. Alama tuambia kutubuha adania. Kutubuha adania maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki watu wa peponi wawe na shida. Hataki watu wa peponi wawe na taabu ya kupanda miti, ya kuparaga miti, ya kwenda hivi. Mwenyezi Mungu ameviteremsha, akavileta karibu, akatuambia kutubuha adania. Matunda yake yamekuwa yale ameyakaribisha, vitu vyake vimekuwa karibu kulingana na matunda. Kulu washrabu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia kuleni na mnywe. Kunyweni vile ambavyo mnataka. Hanian, kwa furaha, yani kuleni kwa furaha. Furahikeni. Kwa sababu ulienda kushughulika katika dunia kupata shida, ulipata shida, ulienda mbio kutekeleza ulali usiku, naenda kutekeleza ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alama naambiwa kulu washrabu hania bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Kuleni, Mwenyezi Mungu ambaye kuleni na mnywe kwa furaha, muwe na furaha bima aslaftum fil ayyamil khaliya, kwa bila kwa yale ambayo kwamba mliyatanguliza siku zilizopita. Siku zilizopita ndio hizi siku ambazo kwamba tuko nazo. Siku hizi tunafaa kuzitumia sawa sawa. Tusicheze nazo, kwa sababu siku ikikupita hairudi tena mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na inakwambia tayari siku hiyo kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tekeleza yale Mwenyezi Mungu anayoyataka. Na hii siku ndio itakuwa shahidi yako. Ya Rabbi, huyo siku hii alikuwa ni mtu mzuri sana, lakini ikiwa ni mwovu, basi adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ameiandaa kwa ajili ya watu wote. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutueleza hali ya watu wa peponi, vile vyakula vyao na vyakula, namna hali yao ilivyo, anatuenda kutueleza katika mambo vyakula vya watu wa motoni. Anatuambia laysa lahum ta'amun illa min dhari. Hawa watu chakula chao ni chungu, hawana wao chakula isipokuwa ni chungu, na vyakula vingine matunda ya miba ndio vyakula vyao. Matunda ya miba, mfano mimba yenyewe Mwenyezi Mungu anajua. Hii mimba ambayo hiyo mromba iko katika dunia, si korata mromba ipo katika akhera. Hii ni mimba, madhara yake ni kidogo, lakini ile mimba yenyewe inachoma. Ukimeza hivi inakatakata tumbo, inakuchoma, ni kama imechanganywa kila adhabu ya moto ndani yake. Sasa hawa watu wa motoni vile Mungu Mwenyezi Mungu hawezi lingana sana, tuambia hawezi lingana sawa na watu wa peponi, kwa sababu vyakula vyao ni duni, vyakula vyao ni vinawachoma wao wenyewe, vyakula vyao yani vinaumiza pia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia laysa lahum ta'amun illa min dhari. Hawana chakula wao isipokuwa chungu na chenye miba. Chakula chao ni chungu na chenye miba. La yusminu, chakula chenyewe anambia Mwenyezi Mungu anatuambia la yusminu, akinenepeshi wala yughni wala akiondoi minjui, kutokamana na njaa. Hata ukila bado unahitaji
hali ya watu wa motoni na chakula chao. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema inna shajarata zaqum, hakika mti wa zaqum. Huu ni mti ambao Mwenyezi Mungu amewaandaa kwa ajili ya hao watu. Tuamul athim, matunda yake, huu mti wa zaqum matunda yake ni chakula cha wenye watendao madhambi. Chakula chake ikiwa mfano tunatoa mfano. Mtu wenyewe mfano hatujui, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua. Kwa mfano uwe ni mti wa machungwa. Sasa yale huo mti matunda yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa kwa ajili ya hawa watu ambao wanatenda madhambi. Tuamul athim, ikiwa wewe unatenda madhambi hautubii, unasengenya, umekufa, muda wako umekusengenya hivyo maisha yako, unakunywa pombe, haukutubia Mwenyezi Mungu, ukufa hivyo umemudhibinu khamr, unazini, mwisho wako ukakufa mzinifu hivyo, basi ujue kwamba hali yako itakuwa ngumu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amewaandalia hawa watu, inna shajarata zaqum tu'amul athim kalmuhli yaghli fil butun. Tu'amul athim, chakula chao ni chakula hichi, yani matunda yake ni chakula cha watu wa motoni, wale wanaotenda madhambi. Alafu Mwenyezi Mungu kalmuhli yaghli fil butun, ametuambia hivyo, kalmuhli yaghli fil butun. Sema matunda hayo wakiala, matunda hayo ya wakiala, wakishayameza ndani ya matumbo yao, yani yanayayusha matumbo yao yanawaka moto, kwa sababu ya yale ambayo kwamba wameenda kuyatenda ndani ya dunia. Yani matunda yenyewe si matunda ya kawaida. Kakale hamim, Mwenyezi Mungu asema vile amekamba matunda yenyewe wakishayala, vile yanavyochoma matumbo yao, vile yanavyoyayusha matumbo yao, ni kama vile maji moto. Kagali hamim, kama maji moto yaliyochemka, yani chakula hichi cha watu wa motoni, kama maji moto vile yalivyo. Mtu akibandika chungu pale, maji yataanza kutokota. Sasa naambiwa chakula hicho wakishakula hao watu wa motoni, matumbo yao yanachemka kama maji moto, yani yanavurugwa kama vile maji moto yanavyochemka. Hizi ni adhabu, yani ni adhabu juu ya adhabu. Wewe kwa motoni, moto na kumaliza, kisha tena chakula wanachopewa inakuwa tena ni hatari zaidi ya ule moto mkoma, na ngurumisha kabisa vile moto unaunguza, na vyakula navyo ni moto. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali tena ya chakula ya watu motoni anatuambia wala ta'amun illa min ghislin. Hawa watu hawana chakula. Mwenyezi Mungu anatuambia hawa hawana chakula. Watu wa motoni hawana chakula illa min ghislin, isipokuwa usaa. Usaa ndio chakula chao. Tunajua vile usaa ulivyo, ni unatoka katika gombe kidonda ya usaa. Sasa Mwenyezi Mungu amewaandaa usaa, ndio chakula cha watu wa motoni, wala ambao kwamba hawafanyi matendo mazuri, wala ambao kwamba daily wao katika ibadati za kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kitu muhimu kwetu sisi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu kingine ambacho Mwenyezi Mungu ametuambia isipokuwa ni ibada pekee yake. Sasa hali hii inamfikia yule mtu ambaye kwamba ni aasi, amemwasi Mwenyezi
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo atapata hali hii ya kukua chakula chake ni rusaa, chakula chake maji moto, kama vile katika aya nyingine maji moto, watakuwa kinywa maji moto. Alafu anatuambia wala ta'amu illa bighslin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Hichi chakula hakiliwi na watu wengine ambao kwamba watu wema wanakula. Hapana, isipokuwa hichi ni chakula cha watu wakosefu, wanaomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila anayemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa hakumrudia Mwenyezi Mungu na akaondoka katika dunia bila kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ajue kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu amepitisha kwake yeye ni kuingia motoni, haya ni mambo ambayo kwamba yatamfikia. Katika maelezo mengine wanazuoni wanatuambia adhabu inawazidia watu motoni. Adhabu inawazidia, inakuwa kali, moto unaunguza, kama vile Mwenyezi Mungu anatuambia kullama nadhijat juluduhum badalna, tunabadilisha ngozi nyingine ama mwili mwingine, tunawapea mwili yani wapate ili ni yadhuku la adhabu, kwa ajili ya kuonja nini? Adhabu. Kila ngozi kishayayushwa na moto wa jahannam, ngozi yako ama yangu ni mfano ambao kama Mwenyezi Mungu ametumba. Lakini ikiwa hatumrudii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatukai karibu na Mwenyezi Mungu, hatuhudhurii vikao vya mashehe wanavyofundisha misikitini, hiyo ndio sehemu nzuri ambazo kwamba sisi zinatuka bonga kwetu. Lakini ikiwa hali hizi hatuifikirii wala hatujikurubishi karibu na vitu vizuri ambavyo Mwenyezi Mungu anapenda, basi ikiwa sisi ni mabaya, ikiwa sisi ni kuiba, ikiwa sisi ni kushika watu makoo, ikiwa sisi ni hatushughuliki na ibada za Mwenyezi Mungu, basi mbele ya Mwenyezi Mungu ni adhabu. Na adhabu Mwenyezi Mungu anasema, anatuambia kila ngozi mtu akishatupa ndani bali, kila mwili ukishamalizwa na moto ile nyama, basi tunamrudishia ngozi nyingine, nyama nyingine, liyadhuku la adhabu, ili apate kuonja adhabu. Adhabu hizi, ndugu Waislamu, tusidhanie kwamba sisi ni wema sana, tusidhanie kwamba sisi ni wazuri sana kuliko wengine. Madamu tunakuja msikitini, tunafaa juhudi ya kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Juhudi ambayo kwamba iko hapa ni kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usikate tamaa kutoacha ibada, endelea na ibada kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu haujui kitu gani kitakusaidia. Ni wangapi ambao kama Mtume anatuambia mtu atakuwa Muislamu kuanzia usiku, akipambazukiwa asubuhi atakuwa ni si Muislamu. Mwingine atapambazukiwa asubuhi ni Muislamu, jua likizama yeye si Muislamu. Wengine wanakufa hali ya kuwa pengine ni Muislamu, lakini ule muda wa kufa atakufa hali ya kuwa si Muislamu. Sasa tuongeze bidii ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa onyo nyingi kuhusu adhabu yake. Mwenyezi Mungu ametupa habari kuhusu mambo ya pepo. Sasa hizi ni hali za watu wawili Mwenyezi Mungu ametubainishia, na wanazuoni pia wamepanga kuambia, anatoa ubainifu za hali ya watu wa motoni, vile adhabu vile wanavyokaa, na watu wa peponi vile wanastarehe, vile wanapata vyakula vyao. Bwana, sasa tuongeze bidii ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu baada Mwenyezi Mungu sema la yakulu illa al-khati'un, chakula hicho hakiliwi isipokuwa kwa wale watakaoomba ni wa khati'un, wakosefu, wanaomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu akarudi akasema la yastawi ashabun nar wa ashabul
jannati wa la yastawi sharabu ahli al-jannati wa sharabu ahli an-nar. Yuko katika ile aya ya kwanza tulianza nayo. Anaelezea hapo akarudi sasa katika kinywaji. Ile ya kwanza ameingia katika vyakula, akarudi katika kinywaji cha watu wa peponi na kinywaji cha watu wa motoni. Ni vinywaji gani? Je, ni soda ama ni maziwa ama ni pombe ama ni nini? Hivi vitu vyote ni mfano ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameandaa katika akhera. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yusqawna min rahiqin makhtum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawanyeshwa chemchemu iliyochanganywa, yani iliyo Mwenyezi Mungu, yani katika tafsiri wanazoona tafsiri wanasema kinywaji kilichopigwa muhuri. Kinywaji maana yake kilichopitishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi vinywaji kwamba ndivyo kwamba Mwenyezi Mungu amewaandalia watu wema. Alafu khitamuhu misk, kimechanganywa na misk. Kinywaji chenyewe kimechanganywa na misk. Lakini vinywaji vyetu vinavyochanganywa na chemical. Hivi vya kidunia vinachanganywa na chemical. Chemical yenyewe inakaa kwa muda kama ni miezi mitatu, ni minne, mitano, inaanza kuspaa. Lakini chakula kama Mwenyezi Mungu amewaandalia watu wema hakina chemical, ni misk. Yani harufu nzuri, kula hivi wewe unasikia raha. Unakuteuka tu na kuisha, kuteuka na kuisha. Lakini wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada kusema yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Akaeleza kwamba chakula, kinywaji ambacho kwamba kimeandaliwa watu wema kimepigwa muhuri, alafu kimechanganywa na miski, na kwa ajili hii basi washindane wenye kushindana, yani tushindane katika mambo ya kheri, tushindane katika kuzidisha ibada, tushindane tusilale usiku, tuamke tuswali kwa ajili yetu, kwa ajili yako wewe mwenyewe siku hiyo ya kiyama, si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu wa mizajuhu min tasnim, pia Mwenyezi Mungu anatupa habari kimechanganywa na tasnim. Tasnim Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe tasnim. Kinywaji chenyewe kimechanganywa na tasnim. Alafu anatuambia aina yashrabu biha al-muqarrabun, ni chemchemu ambao itaenda kunywa ama kunyweshwa walio karibu, waliotenda mazuri, waliofanya bidii katika dunia, walienda mbio kutenda mazuri. Hicho ndio kinywaji cha watu wa peponi. Kama ni soda, basi soda hiyo imechanganywa na miski na tasnim. Kama ni maziwa, imechanganywa na tasnim, imechanganywa na miski. Yani kitu ambacho ni kizuri, kinavutia. Lakini tuangalie katika watu ambao kwamba ni waovu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumalizana hapa anasema la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa wassaqa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hao watu motoni kinywaji chao la yadhuquna, hawataonja chochote hapo katika kinywaji, hawataonja chochote. Bardan, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea hawa watu kwamba hawatakunywa chochote kitu cha baridi, hawataonja yani, ila kitu chao kwamba wataonja hawa watu motoni illa hamiman wa wassaqa. Kinywaji chao ni hamim, maji moto. Maji moto haya ndio ambayo kwamba itakuwa ndio kinywaji chao. Wa wassaqa, na usaa.
ya moto. Lakini tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaletea kiwingu hicho ndo wanazidi kuomba maombi ya ili Mwenyezi Mungu awapunguzie ile adhabu. Lakini Mwenyezi Mungu katika kila kiwingu anawateremsha majoka, inge. Majoka hao ndo wanaongeza adhabu. Inge pia wanawauma, majoka wanawakula. Wao waliomba rehema kwa Mwenyezi Mungu ili wasikitikie, lakini Mwenyezi Mungu anawaongezea adhabu kwa sababu wao walimkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu Waislamu, dunia mazra'atul akhirah, kwamba hapa duniani ndiyo sehemu ya kulima mambo ya akhirah. Sehemu yako ya akhirah ukitaka iwe nzuri, kimbilia katika dunia hii ambayo Mungu amekuweka. Mungu amekuchagulia, Mungu amekupa afya, Mungu amekupa kila neema, basi kimbilia kutekeleza hizo ibadati. Ziko mengi. Mwenyezi Mungu akaeleza pia nguo za watu wa peponi na nguo za watu wa motoni. Aliyahum thiyabun sundusin khudurun, akaeleza aya mingi. Alafu akaeleza pia aya kidogo ya watu wa motoni. Fawqahum thiyabun, kwamba wao watakuwa na nguo yenyewe ni ya moto. Alafu watakuwa na nyunyuziwa juu ya vichwa vyao. Hizo nguo za moto pia kama ina maji moto, nyunyuziwa. Kumevishwa nguo za moto, alafu tena wananyunyuziwa maji moto kwa vichwa vyao. Sasa hizi ni hali mzikoma Mungu ameziandaa huko, na tunapewa habari. Sasa tujiandae kwa matendo mazuri inshallah. Mwenyezi Mungu tujalie ndio lakini sana kola yatabina sana wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutoka alimu na kutoka Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala khawf wa al-jalatin ila tafawuq bina kama al-maqadir wa ala kulli shay'in.